Kwa jina naitwa MC Mwita. MCPP na mimi tunaweza tukasema tumetoka chungu kimoja. Tumeanza fani tukiwa raundi miaka 2004. Taarifa ya jambo hili nilipata saa 10:50. Nilikuwa nyumbani najiandaa kwenda kwenye vikao. Tunajua leo Jumapili vikao vya majukumu yetu viko vingi. Nilipopewa taarifa na mdogo wangu alikuwa yuko Dar, naambia kuna 1 2 3 fulani na fulani wako mochwali. Kwa hiyo nikaamua kuwapigia wale, nikathibitisha hilo. Kwa nikaingia mochwali. Mochwali tukaomba kwa ili muone. Kwa nilimuona amelala mtoto wetu. Amelala. Hatujui kilichompata kwa sababu alikuwa na majukumu siku ya leo hapa Dodoma. Kwa hatujui chochote kilichompata. Na imani vyombo vya usalama vitafanya kazi yake na tutapata kujua tatizo lilikuwa ni nini. Lakini peloti amelala. Tukaamua sasa tufanyaje? Hamna cha kufanya chochote. Inauma kwa inauma. Kijana alikuwa na ndoto nyingi, tumeona pika zake za kisiasa. Tumeona ni sasa amerecover. Tulifurahi alivyorecover kwa kweli. Lakini sasa ndio hivyo. Kazi ya Mungu ina makosa. Tuendelee kujiombea sisi tuliobaki na tumuombee pia naye. Ni kitu gani hasa ambacho wewe kama mkazi wa Dodoma utakikumbuka zaidi kwa marehemu? Mimi Pilipili ninachokuwa ni mtu ambaye alikuwa amesubutu. Hakuwa mtu muoga. Kuna mtu anaacha ualimu, anaingia kwenye fani ya kuchekesha na akaona kabisa kwamba mimi nitatokea huko. Alikuwa ni kijana ambaye ameanza tukiwa wadogo sana. Kwa hiyo mtu alianza kuwa mdogo, amewabeba watu wengi sana kwenye fikra za kujitambua. Kwa hiyo wana Dodoma tumepoteza jembe. Mimi kwa majina naitwa MC Kapelenyo. Ni MC kwenye shughuli zote. First time mimi na mfahamu ndugu yangu MC Pilipili ilikuwa ni harakati za kujitafuta. So kwa harakati za kujitafuta, mmoja ya mtu ambaye alini inspire sana kufanya hii kazi ya MC ni MC Pilipili, na amekuwa akinipa ushirikiano mkubwa sana kwenye kujitafuta kwenye harakati zangu. Nitakumbuka kitu kimoja tu ambacho yeye aliniambia ambacho kinaendelea kuishi kwenye maisha yangu kila siku. Moja kitu ambacho alishawahi kuniambia MC Pilipili ni pamoja na mdogo wangu, usijali wewe una followers wangapi, usijali una watu wangapi wanakufuatilia. Wewe post tu, kuna siku utakuja kukuta kile kitu ambacho ulikuwa unakihitaji, au utakuja kufanya kile kitu ambacho ulikuwa unakihitaji. So mimi nilipopata hizi taarifa za MC Pilipili nilikuwa nataka nitoke, lakini nilishindwa kutoka nyumbani. Kwa hiyo imenichukua kama masaa 3 hivi kuamini kwamba ndugu yangu ametangulia. Lakini kubwa zaidi ni kwamba MC Pilipili kwangu ndio alikuwa kama role model, na kumbuka nilisha kumdm sana, na kumbuka nilisha kumsumbua sana, lakini akawa ni msikivu, akawa ni mwelewa. Nakumbuka akanikutanisha na watu, alinikutanisha na Eric wangu pamoja na Boss Ngasa, akaniambia kutana na hawa watu watakusaidia. Nikakutana nao na wakanipa njia sahihi za kufanya. So hakuwa role model wangu tu kwenye upande wa MC, lakini pia hata kwenye upande wa uchekeshaji. Ni mtu ambaye nilikuwa nikimfuatilia sana, na ni mtu ambaye amekuwa akini-inspire sana. Kwa hiyo taarifa za msiba wake kikweli tunashindwa kuzungumza zaidi kwa sababu ya the way ninavyofeel, lakini tunasema Mungu amechukua kilicho chake. Majina yangu naitwa MC Johnson Peter Kimamo. Natoka ofisi ya Get Together Event ambayo iko hapa Dodoma maeneo Lazo. Kweli mimi ni jirani kwanza wa familia hii ya MC Pilipili, na nimepokea kwa mshtuko mkubwa taarifa hizi za mpendwa wetu MC Pilipili, sababu imekuwa ghafla sana. Lakini licha ya kuwa ghafla sana, tunasema sisi ni familia, ni majirani kutoka hapa. MC Pilipili kiukweli amekuwa role model wangu kwa habari ya kazi ya MC, namkumbuka kwa mengi sana. Na juzi kati hapa tulikuwa tuna Pilipili Foundation maeneo ya Miuji pale, kulikuwa na msiba wa binti ambaye alikuwa anamlea MC Pilipili, na kama ameniita kwa ajili ya kazi pale. Mara ya mwisho tumeona naye pale. Kweli
amenitia moyo pia kwenye kazi hii ya MC. Amekuwa supported kubwa sana na mimi. Kweli msiba wake nimeupokea kwa mahuzuniko makubwa, lakini nimepokea msiba huu kwa namna moja ama nyingine kwa masikitiko makubwa sana kufuatia kifo cha mpendwa wetu. Naomba tu wa Tanzania kwa hivi sasa tuendelee kumwombea, tuendelee kuombea familia, lakini pia tuombee roho ya marehemu ipumzike kwa amani.